huo lililojulikana kwa jina la Urusi, yani Russia, USSR, Umoja wa Kisoviet, yani ujamaa, lilifanya uvamizi wa kijeshi katika nchi ya Afghanistan na kuweka serikali inayounga mkono sera za kijamaa. Uvamizi huo ulisababisha baadhi ya raia kupinga utawala huo wa kijamaa na kusababisha upengaji mkubwa wa wananchi kutoka taifa hilo, hali iliyosababisha kuundwa kwa makundi mbalimbali ya kigaidi yenye itikadi kali ya kuupinga utawala. Kama inavyofahamika, Marekani ni taifa lenye sera za kibepari ambazo zilikuwa zinapingana na sera za kijamaa. Wakati huo Marekani lilikuwa taifa hasimu sana na Urusi, hali iliyosababisha Marekani kujiunga na Waingereza, Ufaransa, Saudi Arabia pamoja na nchi zingine za Kiarabu kuyapa nguvu za silaha za kijeshi makundi ya waasi ili kufanikisha kuangusha serikali inayounga mkono sera za kijamaa nchini Afghanistan. Ukumbuke kwamba nchi ya Urusi ndiyo ilikuwa taifa kubwa zaidi duniani ambalo lilitamba kuanzia mnamo mwaka 1922 mpaka mwaka 1991 ambapo taifa hilo lilisambaratika. Kumbuka kuwa kutanuka kwa sera za Urusi duniani lilikuwa tishio kubwa kwa mataifa ya kibepari yakiwemo Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani Magharibi pamoja na mataifa mengine yenye sera za kibepari, na kusababisha kuunda umoja wao wa kijeshi unaojulikana kama North Atlantic Treaty Organization, yani NATO, na baadaye kusababisha kuwa na msukumo mkubwa wa Urusi na mataifa ya kijamaa kuunda umoja wao wa kijeshi uliojulikana kama Warsaw Pact. Hapo ndipo dunia ilifungua ukurasa mpya ya kuwa na ushindani na mvutano mkubwa wa kijeshi, kutishana na kutunieshana misuli, ambapo kila mmoja alitaka kuonekana mbabe kwa mwenzie ili atawale dunia. Kwa hiyo baada ya Russia kuivamia Afghanistan, mmoja ya watu waliokuwa hawakupendezwa na uvamizi huo ni moja ya mtoto wa 17 kati ya watoto 52 wa watoto wa mfanyabiashara maarufu na tajiri wa Saudi Arabia kwa wakati huo aliyeitwa kwa jina la Mohammed bin Laden. Mtoto huyo inakadiriwa alizaliwa kati ya mwaka 1957 na mwaka 1958. Jina lake ni Osama bin Laden. Osama bin Laden alipokuwa mdogo, inasadikika aliishi maisha ya kawaida huko nchini kwao. Na hii ni miongoni mwa picha yake ya kumbukumbu iliyopigwa mwaka 1971 akiwa takriban na miaka 13 alipokuwa chuoni Oxford nchini Uingereza akisoma kozi za muda mfupi ya lugha ya Kiingereza. Osama alipendezwa sana na falsafa za Sayyid Qutb na Abdullah Azhar ambao walikuwa wanazuoni wa